Taarifa ambazo niko nazo zimenifikia hapa kama TFF. Taarifa ya kuhuzunisha sana, taarifa ya kuhuzunisha sana, na nitasoma kama ilivyo ambao nimetumiwa. Taarifa ni jambo la kusikitisha. Huyu mwanamke Samia anavyozidi kututisha, anazidi kwamba tunaogopa. Hatuogopi Samia, usitutishie maisha umbwa. Cha kututisha, msikiliza. Alafu tunaposema tufanye mambo kama mtu tunataka kuyafanya, mseme sisi ni wabaya, sisi ni waharibifu wa nchi. Kila siku mnatutia hasira. Sasa sikiliza hapa. Habari kaka. Jana tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2026, kuna kijana alichukuliwa, ni fundi wa magari, anapiga rangi ya magari. Alichukuliwa na RCO wa Tarime. Jina la RCO ni Thomas Kamo, hapa Sirari. Jana jioni saa 2 aliyechukuliwa jina lake ni Tosimo Wakafundi, ni fundi rangi. Alichukuliwa maeneo ya hapa kituo cha mafuta kwa Zakaria Sirari. Sikiliza, narudia kusoma ili tunapokuwa tunafanya mambo, tunaposema kwamba jambo linafanyika, subiri tuwape, ngoja tuwatumie salamu. Yaani unazani kututisha kwamba eti mnatutisha kwamba mtatukamata Samia Suluhu Hassan na kikosi chako. Yaani kasi mnatutishia maisha bana. Hebu sikiliza hapa, nazirudiza habari. Sikiliza. Habari kaka. Jana tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2026, kuna kijana alichukuliwa, ni fundi wa magari, anapiga rangi ya magari. Alichukuliwa na RCO. Jina la RCO ni Masikamo, hapa Sirari. Jana jioni saa 2 alichukuliwa jina lake ni Simoka fundi rangi. Alichukuliwa maeneo ya hapa kituo cha mafuta kwa Zakaria Sirari. Na bado naendelea kwenye kamera. Kuja niende. Tulieni. Maana jengo wametuzoea tunaposema kwamba tufanye jambo na kama sisi wapumbavu. Sasa mtuambie kwamba makosa yetu yapo wapi? Haya. Tulie kidogo. Mnipe tu masikio kidogo tu. Inasikitisha kwa kweli. Kwa kweli inasikitisha. Hii hapa. Nikamuuliza walimpeleka wapi? Nimemuuliza walimpeleka wapi? Haijulikani. Ni kile kikosi kinachotokea hapa Tarime, kikiongozwa na RCO mwenyewe, na alikuwemo RCO mwenyewe alikuwemo. Aliyekamatwa anaitwa nani? RCO anaitwa nani? RCO anaitwa nani? Ngoja nimtaje jina. RCO wa Tarime anaitwa Petro Cyprian Masikamo. Petro Cyprian Masikamo ndio jina la RCO wa Tarime. Petro Cyprian Masikamo. Tumeshapata taarifa zako. Petro Cyprian Masikamo. Petro Masikamo amekuwa akijihusisha kwenye utekaji wa watu. Na huyu ndo anawachukua vijana hapa Mara na kuwateka hapa mkoa Mara. Huku wanapotea tena. Kimfano kama vile Nyangoko, Toro, vijana wengi wenye kina Chonchori, vijana wengi yeye ndo amewapoteza huku Mara. Ngoja sasa sikiliza. Wewe Masikamo, Petro Masikamo. Umbo wewe. Mtajua Mara. Unajua kwa nini tunaitwa sasa unaingia Mara? Unajua kwa nini tunaitwa sasa unaingia Mara? Kwa nini mikoa mingine inaitwa kwamba karibu Mara? Mara ni mkoa, hii ni nchi nyingine mura. Yaani Mara ni nchi nyingine. Yaani upumbavu ambao mnaofanya utakoma Mara mtaukomesha. Yaani utaisha. Unaona ujinga uko teka watu utaisha. Yaani wewe Petro, mpumbavu, wewe Petro. Kama ni Samia Suluhu amekutuma kuja kuwateka ndugu zetu wa Kikuria, umevuka mipaka. Yaani kama ni Samia amekutuma kuja kuwateka Wakuria wetu, huyo kijana tunatoa amri aachiliwe mara moja. Yaani aachiliwe mara moja, ambaye umemtaka ufundi gari huyo. Mfundi wa magari mnamtafuta nini? Sio mwanaharakati. Ni fundi wa magari, mpaka rangi tu, maskini wa Mungu. Kibaba watu wanatafutia familia yake, mnamteka, mnampeleka wapi? Muachilieni. Muachilieni huyo kijana, muachilieni. Hata hamna aibu. Hata hamna aibu. Hamna aibu. Sasa fundi wa magari amewakosea nini? Wewe fundi wa magari amewakosea nini? Tunatoa taarifa. Amekamatwa, mmemteka jana kwenye kituo cha mafuta cha Sirari. Mafuta ya Zakaria hapo Sirari. Muachilieni. Na sio kwamba tunaogopa, tuogopi nyeumbu. Achilieni huyo jamaa mara moja, muachilieni mara moja. Hata kama mnamtupa vitisho,
Hata kama mtupa vitisho vya kutukamata, njoni mtukamata, lakini tutakemea uovu na ngoja tuwatumia salamu. Na tunatuma kwenye mikoa, tunatuma salamu mkoa wa Mara, mkoa wa Dar es Salaam huko. Tunatuma salamu mkoa wa Dar es Salaam huko. Tunawatumia salamu mkoa wa Dar es Salaam, Arusha, tunawatumia salamu. Tunawatumia huko salamu. Subiri. Juzi nimesema, subiri wiki ijayo. Subiri wiki ijayo. Umbonyie. Subiri wiki ijayo tuwatumie salamu wapumbavu. Yaani nataka mwaonea watu tu. Yaani mnamteka hata mtu tu fundi gari tu, fundi wa magari tu mnamkamata, fundi wa magari. Si mwanaharakati, si mwanasiasa, mnamkamata. Tena Tarime. Tena mtu mkuria kabisa. Unajua mmezoea ujinga. Jambo lingine, kuna kijana mkuria ambaye mlimuua, Peter. Umeenda kumkamata mama yake? Anauliza, jamani, mamangu amewakosea nini? Mnamkamata kwa nini? Niambeni sababu kwa nini mnamkamata mama. Mkaanza kumpiga Peter Mwita. Naombeni familia ya Peter Mwita, mnanisikiza. Nyie Peter, hiyo familia ya Peter, kijana ambaye aliuawa na polisi. Baadaye mlipompiga kijana, mkamchukua mkaingiza mkamweka kwa cruiser. Mkampeleka pasipojulikana. Mkaenda mkamfira, mkamuingiza miti sehemu za siri. Mlipomuingiza sehemu za siri, mkamla, mkamfira, mwisho wa siku mkampeleka polisi, mkampeleka hospitalini. Kufika hospitalini kwa ameshakufa. Madaktari akamwambia huyo alishafariki. Ndio madaktari akatoa taarifa. Sasa mnadhani tuwanyamazie? Mbonye, mnadhani tuwanyamazie? Mnadhani tuwanyamazie kwa upumbavu ambao mnaufanya? Kijana amesema, jamani, mamangu amewakosea. Hata mimi sioni mnamkamata mama nisiulize, yoni mzazi. Lazima niulize kama mjana hapa amewakosea, mkaanza kumpiga, mkampeleka pasipojulikana. Tunapoongea tunakaa sisi ni wa nini? Sisi ni wahalifu. Tutafanya. Yaani kama tutasema tu wahalifu, ngoja tu wahalifu. Ngoja tu wahalifu Mbonye. Ngoja tuwatumie salamu kwanza, wapumbavu. Wewe Petro, wewe alisio. Hivi wewe unajua kweli? Yamura, wewe unajua kweli kweli, ama unatusikiaga tu, mnaona tu sisi ni watu wa kichule, si ndio? Hivi nyewe mnajua kweli kweli tukikiwasha nyie, umbwa. Tukikiwasha mura, tumekiwasha mura. Hivi wewe alisi unajua kweli kweli mura. Sisi ulize historia ya Mara, ulize historia ya Mara, ulize historia ya mkoa wa Mara. Unapokuwa umekuja mkoa wa Mara wewe ni alisi, wewe ni polisi. Ulize historia wa kule ni aina gani? Acha kuja tu kudakeda. Tukikuvamia mura utaamuka. Yaani tukiamuka tu kwamba kule ameamuka sasa zimepanda. Nyie mtakaa hapo Mara nyie. Nyombo mtaka hapo Mara. Unajua watu tunavumilia. Watu wanavumilia. Yaani bomu, unajua ngoja niwaambie. Wale ambao wamesoma sayansi, kuna mlima unaitwa Volcanic Mountain. Na kuna milima inaitwa Dormant Mountain. Dormant Mountain ni hatari sana kuliko Volcanic Mountain. Kwa wasomi. Mimi nimesoma sayansi, historia. Mimi nimesoma historia. Volcanic Mountain ni mlima ambao unalipuka. Lakini unakuonyesha dalili mapema utalipuka. Lakini Dormant Mountain umenyamaza. Lakini ukilipuka haunaga taarifa. Ni kulipuka. Na unatengeneza uji unaitwa magma. Unatengeneza magma, unatemka unakuwa lava. Ule uji unaitwa lava. Sawa? Lava. Unatengeneza plateau. Sasa ule uji ni wa mawe. Sasa mkiona watu wamenyamaza, watu wana hasira, watu wana uchungu, na ni wakati tuamke tukemee uovu wa pumbavu. Wakuria, mikoa mingine yote, na mimi nasema hivi, ukombozi utatokea kwa mikoa yote. Kuanzia Arusha, wanaangu Arusha, msikubali utekaji tena. Wajinga mnakamata watu wana hatia. Hata si wanaharakati, si wanasayansi, si wanasiasa, mnawakamata vijana ambao wanajitafutia chakula, mnawakamata, machinga mnawatesa. Tuamke. Tubomoe manyumba zao, tubomoe watoto wao, tubomoe wake zao, hawatatushinda. Tubomoe wenyekiti, tubomoe hao wauaji. Ni wakati wa kuamka, na kuja na tamko wiki ijayo. Ni tamko la vitendo. Isiro Jumapili, subiri umbonye. Umbu wasenge wakubonye. Mnazeni tunaogopa. Alafu ni watie moyo wanaharakati. Dakika moja hii. Wanaharakati tujitie moyo. Tusiogope vitisho vya Samia. Tumemshika sehemu za siri. Sasa hivi ingizi misaada. Hakuna hela zinaingia kutoka za kimataifa, wamefungiwa misaada. Sasa zile hasira za kutoliwa, za kutopelekewa moto, wako na nyege sana, za kutopelekewa moto. Sasa limechanganyikiwa. Linaleta sasa kututoka matona na wakati wote ambao tutachafua, tutakuchafua. Wewe umetuchafua, si umetuona tarehe 20, umeona tarehe 29. Na sisi tutakisha kwamba hiyo hela ziingii. Mataifa ingizi hela. Kuna misaada mtapata. Kufeni na njaa umbonye. Kufeni na njaa. Pumbavu wakubonye. Wasenge nyewe maraya wakubonye. Pumbavu. Mtatukamata. Kamateni mama zenu umbonye.